Familia ya kijana mmoja ambaye anajulikana kama Ojwang imekumbwa na hoi, simanzi na kilio kila sehemu. Hii imetokea baada ya kijana huyu ambaye alitekwa nyara na askari wa polisi kuuliwa katika kituo cha Central. Naam, askari wanasema kwamba kijana huyu alijitia kitanzi, yani alijirusha kwenye ukuta wa jumba la kuzuilia mahabusu na mwenyewe akafa. Hili ni jambo ambalo halijawaingia wanasanaa vizuri, na wakaamua hivi leo waingie kwa barabara ili kulalamikia vifo vya vijana ambao wanauliwa bila sababu. Wanasema kwamba katika nchi ya Kenya kuna uhuru wa kujiongea au kujieleza. Hii inakuwaje hivi sasa vijana wanatekwa nyara na kuuliwa baada ya kutoa mawazo yao kwenye mitandao? Inasemekana wangemshika na kumzuilia hadi wakati kesi yake ingesikizwa kotini na ukweli ubainike, kama huyu kijana alikuwa analipwa kufanya au kutuma ule ujumbe kwenye mitandao, au alikuwa anatuma tu kwa sababu ya kujitolea na ni kijana ambaye anapenda nchi yake. Hawana mitandao au wanasanaa wamejikuta kwenye barabara katika jiji la Nairobi na karibu na kituo cha Central ili kulalamikia kutegwa nyara kwa wanasanaa bila kwa kusita, kwa sababu wanasema ni juzi tu mwana mitandao au sanaa aliuliwa na hakuna jambo lilifanyika. Na wanalalamika wakisema inakuwaje wakati mheshimiwa aliuliwa viongozi walijitoa kimasomaso waziwazi na kusema hilo ni jambo mbaya na kukemea. Hivi leo hawajaona yule kijana ameuliwa, hawasemi chochote. Inakuwaje hii nchi imetekwa nyara na watu wa kuua wananchi, au kipi kinachoendelea? Kwa sababu rais na upinzani waliahidi kwamba hakuna utekaji nyara tena mwingine ambao utaodhirika au onekana nchini Kenya. Ila baada ya maneno yao, utekaji nyara umekuwa ukiendelea na vijana wameingia katika au kwenye barabara ili kulalamikia tu na kusema hatuko sawa hadi tuwe sawa. Nchi ya Kenya ni yetu na ni lazima tuilinde, na kuilinda tu nchi ya Kenya ni lazima sheria ifuatwe. Sheria kufuatwa, sio kuua wananchi wanaojieleza.